Mashambulizi makubwa ya anga yameripotiwa kutekelezwa hii leo Ijumaa Machi 6 mwaka 2026 mjini Tehran, ambapo takriban ndege 50 za kivita zilishambulia na kuharibu handaki la siri la chini ya ardhi lililokuwa likihusishwa na kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Shambulio hilo lilikuja siku chache baada ya kiongozi huyo kuuawa kabla hajafanikiwa kufikia maficho yake ya siri yaliokuwa yakitumika kama kituo cha ulinzi na uratibu wa shughuli za kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, karibu mabomu 100 yalidondoshwa kwa nguvu katika wimbi la milipuko mikubwa iliyolenga eneo hilo la siri lililopo katikati mwa mji mkuu wa Irani, Tehran. Milipuko hiyo ilizua moshi mzito na mitetemo mikubwa iliyosikika katika maeneo kadhaa ya mji huo, huku wakazi wakiripoti kuona mwanga mkali wa milipuko na kusikia sauti nzito za mabomu zikifuatia na tetemeko la ardhi dogo kutokana na nguvu ya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, handaki hilo la chini ya ardhi lilikuwa limejengwa kwa kina kikubwa na kuenea chini ya mitaa kadhaa mjini humo. Inadaiwa kuwa kituo hicho kilikuwa na nyumba maalum za ulinzi, vituo vya mawasiliano pamoja na mifumo ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya anga. Hata hivyo, licha ya uimara wake, mashambulizi ya pamoja ya anga yalifanikiwa kulenga sehemu muhimu za muundo huo na kusambaratisha kwa kiasi kikubwa. Taarifa zinaeleza kuwa handaki hilo lilikuwa bado linatumiwa na baadhi ya maafisa wakuu wa Irani hata baada ya kifo cha Khamenei. Inaeleza kuwa maafisa kadhaa waandamizi wa kijeshi pamoja na washirika wake wa karibu walikuwepo katika eneo hilo wakati wa mashambulizi yalipotekelezwa. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Irani hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika tukio hilo. Mashambulizi haya yanatajwa kuwa miongoni mwa operesheni kubwa zaidi za kijeshi zilizowahi kulenga miundombinu ya siri ya Irani ndani ya ardhi yake. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema shambulio hilo linaweza kuongeza mvutano mkubwa katika Mashariki ya Kati, hasa kutokana na umuhimu wa kisiasa na kijeshi wa kiongozi huyo pamoja na mtandao wake wa usalama. Wakazi wa Tehran waliripoti kuona ndege za kivita zikizunguka angani kwa muda kabla ya mashambulizi kuanza. Baada ya hapo, milipuko kadhaa mikubwa ilifuatana kwa haraka, ikiharibu sehemu kubwa ya eneo lililolengwa na kuacha mashimo makubwa ardhini na uharibifu wa majengo yaliyo karibu. Hadi sasa mamlaka za Irani hazijathibitisha rasmi kiwango cha uharibifu wa handaki hilo wala kutoa maelezo kamili kuhusu hali ya maafisa waliokuwa wakitumia kituo hicho. Hata hivyo, tukio hilo linaendelea kuzua maswali mengi kuhusu mustakabali wa uongozi wa Irani na athari zake kwa usalama wa kanda nzima ya Mashariki ya Kati.